Naam, tunawasalimu ni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapa tutakwenda kuangazia hali ya kiusalama ya kisiasa na hata ya kidiplomasia. Na tukianzia huko mkoani Kivu Kusini ambako takriban wapiganaji 20 kutoka makundi ya wahasi ya M23 wa FCRDF na Twirwaneho wamejisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC hiyo jana Jumatano tarehe 18 Machi katika eneo la Mikenge baada ya kuondoka Minembwe wilayani Fizi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi vinadai kwamba wapiganaji hao waliweka silaha chini kwa hiari yao, wakieleza hasa hali mbaya ya maisha ndani ya makundi yao kuwa sababu kuu ya uamuzi huo. Kujisalimisha kwao kunatokea katika mazingira ya usalama yaliyo dhaifu sana katika maeneo ya juu ya Fizi, ambako ukiukaji na wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaendelea kushuhudiwa licha ya ahadi zilizotolewa na pande zinazohusika katika mzozo huo. Jeshi la Kongo linaona hatua hiyo kama ishara ya kutia moyo inayoweza kuwahamasisha wapiganaji wengine waliobaki katika makundi ya wahasi kufuata mfano huo. FARDC pia imesisitiza dhamira yake ya kuwasaidia wapiganaji hao wa zamani kupitia mchakato wa kunyang'anya silaha, kuwavua wanajeshi na kuwarejesha katika maisha ya kiraia DDR kwa lengo la kuleta amani ya kudumu katika eneo hilo. Na makamu wa rais wa baraza la mawaziri anayehusika na ulinzi wa taifa na wapambanaji wa zamani ama ancien combattant wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Guy Kabombo Mwandi Vita alifanya ziara rasmi katika Académie Royale Militaire ya nchini Ubelgiji ama Belgique, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya Kinshasa na Bruxelles. Makamu wa rais aliongozana na ujumbe mkubwa ama delegation kubwa uliojumuisha msaidizi wa mkuu wa majeshi wa taifa anayehusika na utawala wa usimamizi Bwana François Kabamba wa Kasanda, katibu mkuu wa wizara ya ulinzi Marcel Lukwikila Metikwiza, pamoja na maofisa wengine wakuu na wanachama wa kibalozi wa wizara. Académie Royale Militaire de Belgique ilianzishwa mwaka wa 1834 ama 1834. Kinatambulika kama mojawapo ya taasisi kuu za mafunzo ya maofisa wa jeshi barani Ulaya. Kila mwaka huchukua vijana wengi wakiwemo wahitimu wa kimataifa katika fani za polytechnique pamoja na sayansi za kijamii na kijeshi. Wakati wa ziara hiyo ujumbe ama delegation hiyo kutoka Kongo ilipata maelezo ya kina yaliyopewa na kamanda wa chuo Anne-Rose de Potter, akionyesha mpangilio wa taasisi, malengo yake na utendaji wa kitaaluma na kikazi wa chuo hiki cha hadhi ya juu. Kwa nafasi hiyo, Guy Kabombo Mwandi Vita alithibitisha dhamira ya serikali ya Kongo kuendelea ushirikiano na chuo hiki kama sehemu ya mchakato wa kisasa kwa Forces Armées de la République Démocratique du Congo FARDC. Hii inalingana na maono ya kamanda mkuu wa FARDC. Hii inalingana na maono ya amiri jeshi mkubwa na kamanda mkuu wa FARDC Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa kuunda jeshi la kidemokrasia la kitaalamu na lenye ufanisi. Moja ya matukio makuu ya ziara hiyo ulikuwa mkutano kati ya makamu wa rais na wahitimu wa Kongo walioko chuoni hapo. Akizungumza nao, aliwataka kuwa na nidhamu, bidii na utendaji bora, huku akiendeleza moyo wa uzalendo kwa taifa. Pia aliwawasilisha ujumbe wa usaidizi kutoka kwa mamlaka za juu za kitaifa. Wajumbe hao pia walitembelea miundombinu ya kadhaa ya chuo hicho, ikiwemo vyumba vya madarasa, maktaba, mahabara, viwanja vya michezo, kituo cha balistiki na maeneo ya mafunzo ya kimkakati. Hii inaonyesha mazingira kamili yanayokidhi mahitaji ya kisasa ya mafunzo ya maofisa wa jeshi wa kisasa. Ziara hiyo ilihitimishwa kwa usaini wa kitabu cha heshima cha chuo, ishara ya kuimarisha uhusiano wa ushirikiano wa kijeshi kati ya Kinshasa na Bruxelles, ikithibitisha dhamira ya pande zote mbili kuendeleza na
kuimarisha ushirikiano katika mafunzo ya kijeshi yenye mkakati. Mheshimiwa Modeste, na hapa tunakwenda kuangazia sasa hali ya kisiasa kwa ile ambayo inaenda kutokea katika bunge la Seneti nchini Kongo, ambako Mheshimiwa Modeste Bahati Lukwebo ametangaza kujiuzulu kwake kutoka nafasi ya naibu wa pili wa rais wa bunge la Seneti nchini Kongo, akihitimisha kipindi kilichokuwa na mvutano mkubwa wa kisiasa ndani ya kambi ya walio wengi. Uamuzi huu unakuja wakati ambapo tayari kulikuwa kumeundwa tume maalum ya kuchunguza malalamiko yaliyokuwa yakimlenga. Tume hiyo ilikuwa na muda wa siku 3 kuwasilisha ripoti yake kabla ya kikao cha jumla ambacho kingeamua hatima yake katika wadhifa huo muhimu. Hivyo basi, kujiuzulu kwake kunatazamwa kama hatua ya kujaribu kupunguza mvutano na kuzuia mgogoro wa taasisi ndani ya Seneti. Siku chache zilizopita, Modeste Bahati Lukwebo alijikuta katikati ya mjadala mkali kufuatia kauli yake katika mkutano na waandishi wa habari ambapo alipinga mabadiliko yoyote ya katiba. Alisema kuwa changamoto zinazoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazitokani na upungufu wa maandishi ya katiba bali ni tafsiri mbaya ya sheria zilizopo. Kauli hiyo ilisababisha misukosuko ndani ya Union Sacrée de la Nation, ambapo baadhi ya wanachama waliiona kama msimamo wa kujitenga na mwelekeo wa kisiasa wa kundi hilo. Katika taarifa yake rasmi, alieleza kuwa uamuzi wake unalenga kuhifadhi utulivu ndani ya Seneti, akikanusha madai yoyote ya kushindwa kutekeleza majukumu yake. Kwa mujibu wa kauli yake, amekuwa akitekeleza wajibu wake kwa ufanisi na kwa wakati unaotakiwa tangu aliposhika nafasi hiyo mwezi Mei, na kwamba kuondoka kwake kutatoa nafasi kwa wengine kuendeleza kazi aliyoianzisha. Wakati huo huo, tofauti za maoni zimejitokeza ndani ya kundi lake la kisiasa la FDCA. Katika tamko rasmi, wabunge wa kundi hilo walijitenga na kauli zake kuhusu katiba, wakisisitiza kuwa haziwakilishi msimamo wa pamoja wa kundi hilo bali ni maoni yake binafsi. Tamko hilo lilisomwa na mbunge Patrick Munyomo likionyesha wazi mgawanyiko wa kisiasa unaozunguka swala hili. Kujiuzulu kwa Modeste Bahati Lukwebo kunakuja katika mazingira ya mjadala mkali kuhusu taasisi na uongozi nchini DRC. Tukio hili linaonyesha mvutano uliopo ndani ya kambi ya wengi pamoja na changamoto zinazohusiana na tafsiri na mabadiliko ya mfumo wa kikatiba katika mazingira ya kisiasa yanayoendelea kubadilika. Akiulizwa juu ya uwezekano wa kufanya marekebisho ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Modeste Bahati Lukwebo alisema kuwa swali hili bado ni mapema mno. Kwa mujibu wake, mfumo wa kiasasi unaohitajika kushughulikia swala hili lazima uanzishwe kwanza. Tunaweka mfumo huo na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye ambaye atakayebaini muda mwafaka, alisema Lukwebo, akisisitiza nafasi ya kipekee ya kiongozi wa taifa katika kupanga mchakato wowote wa marekebisho ya katiba. Modeste pia alifafanua kuwa kama nguvu ya pili ya kisiasa nchini, kikundi chake kina nia ya kushiriki kikamilifu katika kazi za kamati itakayoundwa. Hatutakosa kushiriki ili tuweze kuleta mchango wetu, aliongeza, akionyesha azma ya kushirikiana katika mchakato wa kujumuisha pande zote na kuwa na usawa. Kwa kauli hii, makamu wa rais wa Seneti anatoa wito wa tahadhari, heshima ya taratibu na mazungumzo makubwa kati ya wanasiasa wote ili kuhakikisha kuwa marekebisho yoyote ya katiba yatafanyika kisheria na kwa maslahi ya taifa. Kauli hii inatolewa katika muktadha ambapo mjadala kuhusu marekebisho ya katiba katika DRC umechochea mijadala yenye nguvu ndani ya madhehebu ya kisiasa na jamii ya kiraia. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, ambatana nasi hapa kwenye channel yetu ili ufaidi habari moto kutoka kwetu. Asante.